Je, ni memo imemfanya Katambi ghafla ajikuta ameanza kutoa katazo haramu dhidi ya mikutano ya kisiasa. Kwa ambao mmefuatilia jibu lake alikoanzia kujibu, kabla ya kuletewa hii memo, mtaona ni kama alishatoa jibu lake lote la namna anavyo hendo hicho ambacho amekiita tishio la usalama. Sasa ni kama kuna aliye mkubwa kuliko Katambi anayemwendesha Katambi. Mheshimiwa Spika, pia kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikiendelea, nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Spika, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa, Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote. Na kimsingi amewekwa mtu kama Katambi kwa sababu kwanza utamu wa cheo ni wale ambao ni vijana wanaokuwa malimbukeni wa cheo, wanaokuwa wametaka na yeye ikiwezekana awekepo rekodi ya kwamba amewahi kuwa waziri, apatepo posho lakini akiwa anajijua kabisa atakaa hapo kama mdori utakaofanywa vyovyote wakati wowote. Ndio maana ametoa hiyo kauli ghafla binivu. Huyo mkubwa wake aliyetoa hilo shinikizo mpaka kajikuta naanza kutoa tamko haramu hilo ama tamko hatari hilo, huyo ni nani? Na makusudi yake kabisa ni nini? Anawajua nao watunishia msuri? Na kwa nini huyo mkubwa au wakubwa au wanaoendesha nchi yetu kwa sasa kihuni, nia yao ya juu kabisa ya kutunisha msuri kwa hao wanaowatunishia msuri ni nini? Hivi kweli, mimi ngoja niwasihi nyie ambao mnatajwa, mnajiona mko kwenye utawala, wote sura zenu zinaonyesha tu kwamba haya tunayoyafanya wote hatupendi, ila tu waliotufanya tuwe hapa, waliowezesha tuwe hapa tulipo, ndo wanaotusukuma tuwe hivi. Mimi niliwaambia mtu mwenye akili timamu ni yule anayejali utu wake, anayejali kesho yake, ni yule aliye na uwezo wa kuacha ulaji heshima kwa ajili ya utu wake. Akina mipango ya kwamba mtaziba kila mwanya unaoonyesha watu hawa wanaweza kujikomboa, kujitoa mikononi mwa utumwa tuliowakalia kwa njia hii, kuziba kila huo mwanya, kuufunga kila huo mwanya, mimi nahisi mnafungua njia pana zaidi. Tanzania ni nchi ya Mungu. Tanzania haiwezi ikakaliwa na damu, ikakaliwa na wamwaga damu na Mungu akaiacha salama. Mimi ninachodhani, mkiona dalili za kikundi ambacho walau kinatamka sauti ya haki, sauti ya wananchi, mungekipa nafasi hicho, mungeenda nyuma ya kikundi hicho, waambieni, ikiwezekana ombeni tu namna ambayo
nyie muwe salama, ikiwezekana wasiwaue watakapopata nafasi ya kuendesha mambo kwa haki. Ikiwezekana wawape nafasi, kama ni kutoroka, kukimbia nchi, kimbieni nchi. Kama mnaona bado watawaua, kwa sababu auaye kwa upanga atakufa kwa huo, lakini msipambane sana hivi kwa njia hizi. Katambi inaonekana jibu lilikuwa limefika mwisho, lakini baadaye unakuja kuona anaanza kutoa tamko lilo kinyume kabisa na jibu alilokuwa na jibu mwanzo. Sababu ikiwa jibu lilikuwa ni hili alilokuja kuchomeka hapa katikati kwamba napiga IGP asitoe vibali vya mikutano ya kisiasa, jibu lingekuwa ni hili, hakuwa na sababu ya mzunguko wote aliozunguka kule nyuma, kwa sababu mzunguko aliozunguka kule nyuma unapingana na jibu hili aliyotoa hapa mbele. Nini ushauri wangu? Nini maoni yangu? Nini neno la mwongozo wa mimi, mtu wa Mungu ambaye nina majeraha kila mahala, nimeumizwa kila mahala? Maoni na neno langu ni hili: Tanzania na mliokaa kwenye nafasi yoyote, msiamini kwamba itachukua mkondo wa uharibifu wote unaoendelea duniani ama unaoendelea hasa Afrika. Kwa mnasikia Zimbabwe, sui Mnangagwa amejiongezea muda, Kinshasa Tshisekedi kajiongezea sui muhula, Uganda ndo kabisa wanajifanyia kila wanalolitaka, Rwanda Kagame yupo, na after all nchi zote hizo hata mkiziiga hazijamwaga damu nyingi kama mliomwaga Tanzania, nchi ya ahadi, nchi ya Mungu, kabla ya kufikia maamuzi hayo wanayofikia. Wametumia njia tofauti na njia mliotumia nyie kuhakikisha wanaweka udhibiti huo. Tanzania tayari mlishaharibu, lakini zaidi ya hayo, Tanzania ni nchi ambayo ilitakiwa iwe mfano wa namna wanadamu wanaweza kuishi kwa uhusiano bora pasipo mwingine kumdhulumu au kumuumiza mtu mwingine yoyote, na iwe chimbuko, iwe msingi wa dunia yote kuiga mwanadamu anavyothamini utu wa mtu wa mwingine, mwanadamu alivyo tayari kupoteza cheo chake, mali yake, ili hakikishe mtu mwingine haumii. Hiyo ndio nchi ya ahadi. Hiyo ndio Tanzania ambayo iko kwenye ramani ya Mungu. Hiyo ndio Tanzania ambayo ungekuja uniulize mimi tunapita wapi, mchoro uweje, kipande kuwa mchoro nimeweka kwenye kitabu changu cha Suruhu au Suruhisho, ambayo kwa sasa nasuruhisha natoa suruhu la dunia yote, iwe na namna ambayo hakuna atakayekuwa nalia, hakuna atakayekuwa naumia. Lakini nimeandika kwenye kitabu hicho cha Suruhu ya kwamba nimejaribu kufanya hiki kwa nchi yangu. Inawezekana nilikuwa natoa ushauri ulio juu sana ya ufahamu wao. Huenda wakiona na shauri duniani, wanaweza wakajiuliza kwamba mbona ushauri huu ulikuwa bora sana, tuutumie kwenye nchi yetu. Ndio nimeandika madhila mengi ambayo utawala wa Tanzania umenifanyia. Nimeandika humo na kutafuta msaada wa ukombozi, lakini kimsingi kusemelea au mtu kusemelea mwanafunzi, unapiga kelele, unaumiza wenzako darasani, au fanye hiki, kimsingi ni ana lengo la kutaka mwanafunzi ufanye kicho kufanya, uende shuleni na uje wazazi na jamii ije ipate matokeo ya wewe kuwemo duniani. Ingawa najua kwa Tanzania mtu kulia, kupiga kelele, kuomba msaada wa kusikilizwa, kusaidiwa, Tanzania kwa sasa mnasema ni kuchafua nchi, ila kumwaga damu ya mtu huyo hamchafui nchi. Damu mlizomwaga hamjachafua nchi.
Sasa ni wasisa nchi yetu Tanzania, msifananishe, kwa sababu Mungu atapitia njia ngumu sana kuelimisha kwamba ilikuwa ni taifa teule ambalo halikotakiwa liwe linaendesha mambo kwa kuiga. Mbona kule kwingine wameonea, wameua, wanatesa watu, lakini mambo yanaenda tu. Tanzania hayataenda, na wakishia mutakuja kukimbia kwa kishindo cha wakoma tu. Mungu atakuja kutumia kishindo tu cha wakoma, kishindo, na kila mmoja atapoteana. Jifunzeni wakati wa korona, yala yakuwa maamuzi ya Magufuli peke yake. Swala tu Magufuli alikuwa na moyo fulani wa haki wa kuwa radhi kutegemezwa na watu wenye sauti ya Mungu. Akafanya maamuzi, akakubaliana na maamuzi yaliyokuwa tofauti na dunia yote. Dunia yote ilimuona shujaa, dunia yote ama Afrika kwa ujumla ilinusurika sana mauaji makuu, maangamizo makuu ya namna ile, kwa sababu ya hoja na msimamo wa mtu mmoja ambaye baadaye maisha yake yakawa sadaka ya yeye kuondoka duniani. Sasa mkiamini Tanzania itachukua mkondo wa vinchi ambavyo sasa vinaendesha mambo nje kabisa ya sheria zote za kibinadamu na sheria zote za vitabu vya Mungu, sababu ndipo mlipofika sasa. Hakuna sheria inayoonekana inatekelezwa, na itatekelezwa wakati wowote panapotakiwa itekelezwe. Mambo yanajiendesha tu. Anyway, mimi nahakikishia, niwatangazie tu, nawajulisha tu, si haitapitia njia ile tu mnayofikiria kwamba si nguvu fulani kubwa itatumika. No, inawezekana itapitia tu mlango wa mshindo na kishindo cha wakoma. Mungu atajionyesha ni mwenye nguvu. Mungu atajionyesha hili likuwa taifa lake. Yeyote uliye kwenye kicheo chochote, Yuda yeyote, ushujaa ni uwezo wa kutangaza, mimi ni Yuda, haya sikubaliani nayo. Unaweza kuwa shujaa. Resign. Yeyote uliye kwenye cheo cha damu, ubunge wa damu, nafasi ya damu, umepewa na hawa mwaga damu. Wewe ndio uliye mwaga damu. Wewe ni rais, wewe ni waziri, wewe ni nani. Wito wangu ni huu: jiuzuru binafsi. Shawishi, waambie watu wengine wajiuzuru. Watu watakaba nafasi na wataanza kushughulikia. Ni ushujaa. Watakaba nafasi, lakini wanaweza wakaja kutambua ulikuwa na akili, ulikuwa na matumizi sahihi ya akili. Na sivyo jiuzuru ukiwa umetafuta hifadhi mahali. Na vijana kama Konda na kiongozi, sikutaka kusema sababu tunaonekana tunatabiri vitu ambavyo ni shauku zetu, lakini kuna siku niliota ndoto, ninawaambia kwamba mbona niliwaonya msitumike kinyume kabisa na dhamiri zenu. Ni kama siku hiyo haiko mbali sana. Makonda kiongozi, na kama sivyo basi ni fumbo la wote mnaotumika kupushi vitu wakati dhamiri zenu zinawambia ila tunakosea sana, ila tunaharibu sana, kunyenyekea posho au cheo kwa njia hii ya kupindua kila lililo haki na kuliita haramu na haramu kuliita haki. Na hakikisheni hakuna maneno mazuri wala ahadi wala fedha mtatoa inapita ubaya ambao chama chenu, serikali yenu, utawala wenu
utendaji wenu umemwaga damu za watu. Hakuna thamani, hakuna neno zuri, hakuna kitu kizuri mtakifanya kiwe mbadala ya damu hizo mwaga. Mungeachana kabisa na nafasi hiyo. Ikiwezekana mupiganie kuokoa uhai wenu kwa kuomba radhi, na kwamba hatustahili kuwa watawala tena, hatustahili kuwa watu kuonekana watu wa maana tena katika dunia hii, vinginevyo tu kwa rehema za wale ambao tumewaumiza. Anyway, nitaka tu ni tafakari hayo na niwafikirisha haya na nitoa ushauri huu. Hongereni na asante kwa kunisikiliza.